Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa. Kuna yale ambayo tunaenda kuangazia ambayo ni hatari kubwa. Vile mnajua kuna uchaguzi mdogo ambao utaandaliwa tarehe 27 mwezi huu mwaka huu katika maeneo mbalimbali humu nchini, haswa kwa viti mbalimbali, zile za kuwakilisha maeneo bunge na zile za kuwakilisha wodi na hata kaunti, kwa sababu katika kaunti ya Baringo Senator William Cheptumo aliweza kuaga dunia, kwa hivyo kutakuwa na uchaguzi mdogo. Lakini katika uchaguzi ambao utaandaliwa katika eneo bunge wakilishi la Malava, kuna ushindani mkubwa, vita kuchacha vya kisiasa ambavyo vimeanza kushuhudiwa. Ikumbuke kwamba katika mrengo wa upinzani kuna yule ambaye anaitwa Seth Panyako, anawania kiti hicho kupitia chama cha DAP Kenya cha Eugene Wamalwa, na muungano wa upinzani wameungana pamoja kumuunga mkono ili kushinda. Lakini kuna hatari kubwa ambayo imetangazwa wakati kampeni zinaendelea kule. Kuna madai ya Seth Panyako ambayo ameweza kuyazungumza yeye mwenyewe. Sitaki kuyazungumza, naomba msikize nani anahusisha, kwa nini anazungumza hivyo. Nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Tumsikize Seth Panyako vile anadai. Ni madai ambayo hayajathibitishwa, lakini anadai yeye mwenyewe. Nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Lakini unapoendelea kutazama, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe katika channel yetu Omo Kenya TV, na kuomba tu uweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pili tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Omo Kenya TV, na ukimaliza kutazama sambazia wengine ili wajue yale ambayo yanaendelea hasa katika sekta ya siasa. Naomba tumsikize Seth Panyako. Ya kwamba nimepokea habari kwamba kuna majambazi ambayo yanaletwa huku kwetu Malava, ambayo yameagizwa kuja huku, ambayo yameagizwa na Rais William Ruto na Faruk Kibet pamoja na Nabii Nabwera. Ningependa kusema kwamba hao majambazi wametolewa eneo la Dandora, eneo la Madare na eneo la Kariobangi, eneo la Kibira na maeneo mengine ambayo yanajulikana Nairobi kuwa inakaa na majambazi. Gari la kwanza limevishwa ondoka, linaendelea Malava. Basi ya kwanza imeondoka Nairobi tunapozungumza hivi sasa. Gari la pili bado halijajaa, likijaa litakuja Malava. Sababu ya wao kuja Malava ni kwamba wanataka kuzua vurugu, kupika sisi na kuingia katika kampeni zetu na kuleta vurugu. Na Ijumaa pia wamepanga kuja kuambia mkutano ambao ule Malava mkutano mkubwa. Baadaye watakuja kuwekwa katika sehemu mbalimbali kuzuka vurugu ili kura ya Malava isipigwe vile inavyotakikana. William Ruto, watu wamekukataa. Wacha watu wachague kiongozi wanaomtaka. Ukijaribu kuleta mambo ambayo Mia Suluhu alifanya kule Tanzania, tuko tayari kama wananchi kuingia straight out mamlaka. Sauti hiyo ni ya Seth Panyako. Umesikiza vile amedai yeye mwenyewe. Ni madai ambayo bado hayajathibitishwa na vitengo husika, lakini yeye ameweza kuyadai kwamba kuna kikosi cha wahuni ambao wanaonekana wakiwa na rungu kule Malava kuhakikisha ya kwamba hakuna utulivu. Kulingana naye, sio kulingana na Omo Kenya TV ama kulingana na mimi. Hapana, kulingana na Seth Panyako. Now, I want to put this into perspective so that we can understand what is really happening in Malava constituency politically. Matamshi ya Panyako yanamaanisha nini? 27th November by elections factor in Malava constituency. Kwa sababu kuna uchaguzi mdogo katika eneo bunge wakilishi la Malava, ndio maana matamshi ya aina hii yanajitokeza kutoka kwa wale ambao ni washindani ama wawaniaji wa viti. Sasa Seth Panyako kuna kile ambacho kulingana na yeye amekiona, ingawa hakijathibitishwa. Anadai kwamba kuna majambazi. Kulingana na yeye kuna wahuni ambao wametumwa ili kusambaratisha ama kutawanyisha mrengo upinzani kushinda kiti hiki wakati wanafanya kampeni katika maeneo mbalimbali katika eneo nzima la Malava. Ikumbuke kwamba mrengo upinzani uliungana pamoja. Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa ambaye ni mwenye chama cha kisiasa cha DAP Kenya
kwa sababu anatumia tikiti hiyo kuwania kiti cha ubunge. Na kuna mwingine anaitwa Boni Khalwale, bullfighter wa UDA. Hakumuunga mkono mwaniaji wa UDA Ndakwa, ila tu aliungana na mrengo wa upinzani kumuunga mkono Seth Panyako. George Natembeya ambaye ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia wameungana pamoja akina Rigathi Gachagua kuhakikisha ya kwamba katika uchaguzi mdogo ambao utaandaliwa katika eneo bunge wakilishi la Malava, mrengo upinzani unaenda kushinda against government candidate ambaye ni Ndakwa, pia ambaye ni MCA. Hakujiuzulu kutoka wadhifa ambao anashikilia, ila tu anawania kiti cha ubunge. Huenda akikosa atarudi tu kwa kiti kile cha wakilishi ward ili kuendelea hadi 2027. Kuna wale ambao wanajiuliza maswali. Kwa nini hata Khalwale akatangaza msimamo akaondoka katika mrengo wa serikali, anaunga mkono mrengo wa upinzani? Alisema ya kwamba haiwezekani ila tu kuunga mkono Seth Panyako. Kuna kile ambacho alikiona, kwa sababu wanasema ya kwamba wakati Seth Panyako anapigiwa ni kurudisha heshima kwa jamii ya Muluya. Tusikize Boni Khalwale. Nimenyenyekea nikakataa, siwezi unga mtu yeyote mkono kwa ibaya na kiungwana. Lakini nilipokaa nyumbani nikiamuka naona ndege inapita kwangu, inaenda wapi? Malava. Nikitoka kanisa naona ndege inapita kwa kanisa, inaenda wapi? Malava. Nikienda kwa choo naona ndege nyingine inapita, inaenda wapi? Malava. Kwa sababu ya hiyo nimesema mpaka niingie katika hii kinyang'anyiro, na ninaingia kwa hii kinyang'anyiro na sababu huyu Seth Panyako ndio alikuwa candidate wa UDA. Ni kwa nini rais kama party leader wa UDA kama anatambua hiyo kura yenye mimi na Seth Panyako tulimletea, mbona amepotoshwa na Mudavadi anawacha ujumbe wake Seth Panyako? Mimi kwa sababu mmekubali, ninamuomba mjue kwamba hii msimamo sio wangu, ni msimamo ya Waluya, msimamo wa Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Eugene, I tell you, history repeats itself. In 2012 walitaka kunitoa katika uongozi. Mudavadi akashikana na Raila, akashikana na Ababu, akashikana nao wote wakaja wanitoe. Lakini wewe Eugene na Peter Soita na huyu akiwa nazi Panyako mlikuja Malinya, tukaambia watu wa Ikolomani kwamba Khalwale asitolewe katika uongozi. Mungu ndio leo ameniunganisha wewe Eugene na mimi. Yinzi ya Waluya ipewe heshima, na heshima itatoka kwa kura ikiwa mtapigia Seth Ambusini Panyako. Sauti hiyo ni ya Boni Khalwale. Kumaanisha kinyang'anyiro hichi kiko na mengi, kwa sababu kati ya serikali UDA ama ODM, tuseme serikali jumuishi, kati ya serikali jumuishi na mrengo wa upinzani, kila mmoja wanatafuta mbinu ya kushinda. Hata kule Mbeere kaskazini kuna uchaguzi ambao utaandaliwa pale. Tumeona Rigathi Gachagua akikita kambi huku akiapa liwe liwalo liwalo na liwe. Haondoki eneo lile hadi yule ambaye anaitwa Karish ametangazwa kuwa mshindi, kwa sababu mrengo upinzani wanataka kuhakikisha Newton Karish ameshinda kiti kile. Na upande huu mwingine wa serikali, naibu rais Professor Kithure Kindiki naye aliapa akasema ya kwamba naye hatoki pale, ila ikifika 28th of this month hakikisha ya kwamba yule ambaye anaitwa Leonard ameapishwa ama ameteuliwa na kutangazwa kuwa mbunge katika eneo lile la Mbeere North, ukipenda kaskazini. Kumaanisha kuna kupimana kati ya serikali jumuishi na mrengo upinzani. Nani anaenda kushinda? Kwa sababu wanasema ya kwamba yule ambaye anaenda kushinda ni ishara tosha katika uchaguzi ujao mwaka 2027. Ni signal nani ama ni mrengo upi ambao unaenda kushinda, haswa kwa kiti cha urais na viti zingine vikiwemo viti za kuwakilisha bunge na seneti katika uchaguzi ujao. Let's wait and see, kwa sababu kila moja anataka kuhakikisha kwamba mgombea wao ameshinda uchaguzi huu. Ndio tutajua mbivu na mbichi, nani akona nguvu kuliko mwingine. What do you think? Katika maeneo haya mawili ndio tunashuhudia upinzani mkubwa. Malava, Seth Panyako
atashinda ama ni mrengo wa serikali kupitia Ndakwa atashinda? Kulingana na wewe, utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always. Other WhatsApp groups are even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.